langu ni Pascal Sibulagiri, mkuu wa wilaya ya Bukombe. Bukombe ni moja ya wilaya 5 katika mkoa wa Geita. Na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, Bukombe ina watu zaidi ya 447,000. Na utaona kwamba idadi kubwa sana ya watu ambao wapo katika wilaya hii. Sisi katika wilaya yetu tuna tarafa 3, tuna kata 17, tuna vijiji 64. Hiyo ndio mfumo muundo wa utawala ndani ya wilaya ya Bukombe. Na katika wilaya ya Bukombe shughuli kubwa zinazofanyika ni kilimo, lakini pia tuna ufugaji. Wananchi wetu wengi ni wakulima katika mazao mbalimbali, lakini pia ni wafugaji maarufu sana kwa ufugaji wa ng'ombe. Na sehemu pia kubwa ya wananchi inajihusisha na uchimbaji wa madini, na inachangia sehemu kubwa sana kwenye uchumi wa wilaya yetu. Na kwa hivyo karibuni wilaya yetu imepata bahati kubwa, neema kubwa sana kukuta kwamba ina maeneo mengi ambayo yamekuwa na madini ya dhahabu, hivyo kuvutia watu wengi kutoka mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania kujihusisha na biashara ya madini. Na hii kwetu imeleta ukuaji wa uchumi kwa kuongeza idadi ya watu, lakini pia mzunguko wa fedha ndani ya maeneo mbalimbali kutokana na watu wanakuja kufanya biashara mbalimbali. Tumekuwa tukifanya pamoja, ukiachilia uchimbaji wa madini endelea, lakini watu wanakuja kufanya biashara za kuuza matimba, kwa maana ile miti ambayo inatoa support kwa shughuli za uchimbaji, lakini bidhaa za dukani pia zilikuwa zikifanyika hapa. Na pia niseme tu hata mzunguko katika hoteli zetu na nyumba za kulala wageni pia umekuwa mkubwa. Kwa ujumla tunasema tumeneemeka sana na bahati hiyo kubwa, kwa sababu pia hata pato letu na hali ya uchumi wa wilaya umeonekana ukikua. Ndugu zangu, tuseme tu kwamba tunatambua sasa tuna uongozi awamu ya pili, awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tokea alipoingia madarakani mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa alitangaza vipaumbele mbalimbali atafanya ndani ya siku 100. Zile siku 100 alikuwa anaonyesha dira nini atakayofanya katika miaka 5. Na sisi kama wilaya ya Bukombe ni moja ya watu ambao tunashiriki katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumza, ameyasema, na sisi tunasimamia ili yaweze kutokea, kwa sababu sisi ndio wasaidizi wake wa karibu. Ndani ya wilaya ya Bukombe katika yale maagizo ya siku 100, tutakumbuka moja agizo muhimu sana ilikuwa ni upatikanaji wa bima ya afya kwa wote. Hili pia tuweza kufanya kazi kwa sehemu kubwa sana. Na tulichokifanya hadi sasa tutazungumza, tunaweza kutoa elimu kwa wasimamizi wa vituo vyote vya afya, watoa huduma afya ya jamii. Vituo takriban 27 wamepewa elimu ya kuweza kuona namna gani ya kuweza kusimamia swala hili la bima afya. Lakini timu nzima ya wataalamu katika sekta ya afya wameshapewa elimu, na baadhi ya viongozi wamepewa elimu pia namna gani bima afya kwa wote inaweza kwenda kutekelezwa. Sasa hivi tunafanya zoezi la uhakiki. Tunakumbuka kwamba serikali itaenda kulipia gharama za bima kwa watu wote ambao wenye uwezo wa chini, watalipiwa kwa 100%. Sisi wilaya ya Bukombe ni miongoni mwa watu wote wanufaika na zoezi la serikali la kulipia watu wake. Na nini tunachokifanya hivi sasa? Tunazungumza tokea tarehe 2 timu ya wataalamu iko katika vijiji ikifanya uhakiki ya wale waliokuwa walengwa wa TASAF ambao kwa kweli ndio kwenye mfumo rasmi ya watu wenye uwezo wa chini, ili wote waweze kwanza kuhakikisha kwamba wapo katika wameingizwa katika mfumo wa matumizi ya bima ya afya, lakini pili kupewa vitambulisho ili waweze kutumia bima ya afya. Kwa hiyo utaona kabla ya siku hizo za Mheshimiwa Rais hazijaisha, kwenye upande wa bima ya afya kwa wote tayari tumeshaanza kupiga hatua, na tayari watu wetu wanaenda kupewa vitambulisho, na mara zinazotoka maana yake huduma hizi zinaanza kutumika mara moja. Lakini pamoja na hiyo yalikuwepo maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wanatoa matibabu bure kwa 100% kwa yale magonjwa kwa vipimo na huduma ya kibingwa kwa baadhi ya magonjwa ambayo yalikuwa ni sugu au ni makubwa na yana gharama kubwa ndani ya nchi yetu. Niseme tu magonjwa hayo mpaka sasa
tuna wagonjwa takriban 106 ambao wamenufaika kupata huduma za bure za kibingwa ndani ya wilaya yetu, na hii ni kwa sababu ya sera nzuri za Mheshimiwa Rais ambazo ameziweka katika kusimamia swala hilo. Kwa hiyo tunakwenda vizuri katika swala hilo, lakini kuna hoja ya kuajiri watumishi katika sekta ya afya. Mheshimiwa Rais aliahidi kuajiri watumishi zaidi ya 5,000 nchi nzima katika sekta ya afya. Sisi katika wilaya ya Bukombe, cha kwanza tumepata bahati ya kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya ya msingi wapatao 377 ambao walipata mafunzo namna gani ya kutoa huduma ya afya ya msingi katika ngazi ya jamii, na mtatambua kwamba huko ndio kwenye watu wengi sana. Kwa hiyo mafunzo haya yalitolewa na sasa hivi timu hiyo iko inafanya kazi, na baadhi yao wako field wakiwa wanajaribu kupractice namna gani ya kutoa huduma kwa ngazi ya jamii kwa ubora zaidi. Hayo ni mafanikio makubwa sana ambayo tumeweza. Lakini sio hivyo tu, katika sekta ya afya tumepata ajira ya watumishi takriban 95 katika kada mbalimbali ndani ya kipindi cha siku 100, na hii ni kunasaidia sana kwenda kuboresha huduma zetu. So moja changamoto ambayo tulikuwa nayo ni upungufu wa watumishi katika sekta ya afya. Mheshimiwa Rais tayari alishaikava, tumepokea hao watumishi 95 katika kada mbalimbali ambao wanakwenda kusaidia utoaji wa huduma katika sekta hiyo ya afya. Lakini hoja nyingine ambayo ilikuwepo, ambayo Mheshimiwa Rais alisema ataifanya ndani ya siku 100 ni swala kuondoa zuio la miili ya marehemu ambao wamefariki. Na nakumbuka kwamba ilikuwa kama hujalipia gharama za afya na imetokea kuna deni na bahati mbaya mgonjwa wako kafariki, huruhusiwi kwenda kuzika. Sasa Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba ataondoa hilo zuio, na sisi tayari tushatekeleza. Mpaka sasa tunazungumza, ndani ya wilaya yetu tuna miili ya marehemu 24 ambayo imeweza kunufaika kwa maagizo haya ya Mheshimiwa Rais, na tunaendelea kutekeleza, na mkumbuke agizo hili litakuwa la kudumu, litatekelezwa kipindi chote cha utawala wa awamu ya 6 mpaka hapo itakapotamkwa vinginevyo. Lakini mpaka sasa tayari miili ya marehemu 24 tumekwisha iachia, kwa maana kuruhusu ndugu zao wachukue miili kuzika bila kulipia gharama yote. Na naomba nitoe msisitizo hapa, ni kwa wale wasiokuwa na uwezo, kwa sababu tunaweza kujua huyu ana uwezo na huyu hana uwezo. Kwa wale wenye uwezo lazima walipe hizo gharama kama inavyotakiwa. Lakini hoja nyingine ambayo ilikuwepo ilikuwa ni kuandaa mkakati madhubuti kuhakikisha kwamba kila mtoto aliko darasa la 3 anajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais pia, na lazima tuyafanyie kazi. Sisi kama wilaya ya Bukombe kupitia halmashauri tayari tuliajiri walimu 7 ambao kwa njia ya mkataba ili kuweza kupunguza ile gap ya walimu katika wanaofundisha madarasa ya awali pamoja na darasa la 1, la 2 na la 3, kwa sababu hao ndio wanaweza kuwajenga watoto kuhakikisha kwamba wanajua zile KK 3 kwa maana kusoma, kuandika na kuhesabu, wanakwenda vizuri zaidi. Na tayari tulishaandaa mkakati namna gani ya kuweza kusimamia ili walimu waliopo katika shule zetu hao waweze kuhakikisha kwamba watoto wote wanaweza kujikuta wanapomaliza darasa 3 wanakuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini sio hivyo tu, sisi tumekwenda zaidi kwamba hata yale mahesabu ya awali, kwa maana yanastahili kuwepo mtoto ambaye amemaliza darasa 3, basi ufahamu na uelewa wake unaweza kukidhi matakwa hayo. Hatukuishia hapo kwamba